Karibu mtazamaji wa Sky TV katika makala maalum ambapo leo tunaangazia makala ya marehemu golikipa wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia mkufunzi wa makipa Peter Manyika. Safari ya mkongwe huyo wa Tanzania iliyogota kwenye historia ya soka. Soka la Tanzania limepoteza mmoja wa watu waliotumikia kwa moyo, jasho na maarifa kwa miongo kadhaa. Kifo cha Peter Manyika aliyewahi kuwa golikipa wa Taifa Stars, Yanga Sport Club na klabu nyingine kimeacha pengo kubwa kwa wapenda soka, makipa chipukizi na wadau wa mchezo huu. Manyika hakuwa tu mchezaji bali pia mwalimu na mlezi wa kizazi kipya cha makipa hadi umauti ulipomkuta. Mwanzo wa safari yake ya soka, Peter Manyika alizaliwa mwaka 1973 na alianza kujihusisha na mchezo wa soka akiwa na umri mdogo. Akionyesha mapema kipaji cha kulinda lango, alianza rasmi kucheza soka la ushindani katika miaka 1990, kipindi ambacho soka la Tanzania lilikuwa katika hatua ya mageuzi makubwa. Mwaka 1996 Manyika alianza safari yake ya kitaaluma kwa kuichezea Mtibwa Sugar, lakini klabu iliyokuwa ikijijengea jina katika soka la juu nchini. Hapa ndipo jina lake lilianza kusikika kama kipa mwenye uwezo, utulivu na ujasiri mkubwa. Baada ya kung'ara na Mtibwa Sugar, Manyika alipata nafasi ya kucheza vilabu mbalimbali vikubwa hapa nchini. Alipita Sigara Sport Club. Hapa alipita kwa kipindi kifupi akiongeza uzoefu wake wa ushindani. Yanga African Sport Club kuanzia mwaka 1998 hadi mwaka 2004. Manyika alivaa jezi ya Yanga, moja ya klabu kubwa hapa nchini. Akiwa katika klabu hiyo, alijijengea heshima kubwa kama mmoja wa makipa waliotegemewa, akicheza mechi nyingi muhimu za ligi na mashindano mengine. Akarejea tena Mtibwa Sugar baada ya kuhitimisha safari yake Yanga. Alirejea Mtibwa ambako aliendelea kucheza hadi alipofikia mwisho wa taaluma yake ya uchezaji. Akiwa na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, ubora wake haukupita bila kutambuliwa kitaifa. Peter Manyika aliitwa kuichezea timu ya taifa ya Tanzania kati ya miaka 1998 hadi mwaka 2002, akiwakilisha nchi katika mechi za kimataifa. Akiwa sehemu ya Taifa Stars, aliweka alama kama kipa mwenye nidhamu, aliyejituma na mwenye moyo wa kizalendo. Baada ya zaidi ya muongo mmoja wa kucheza soka la ushindani, hatimaye Peter Manyika alistaafu rasmi kucheza soka mwaka 2006. Hata hivyo, kustaafu huko hakukumaanisha kuachana na soka, bali ilikuwa mwanzo wa safari mpya. Mara baada ya kustaafu, Manyika alianza kazi ya ukocha. Alijikita zaidi katika kocha wa makipa, eneo alilofahamu kwa undani. Alianza kufundisha rasmi baada ya mwaka 2006, akihudumu katika vilabu mbalimbali. Yanga Africans kama kocha wa makipa, Ihefu FC ambayo kwa sasa ni Singida Black Stars, Singida Fountain Gate FC na Mungo ambapo mauti umemkuta, lakini pia alipita Dodoma Jiji FC. Katika klabu zote hizo, Manyika alitambulika kama mwalimu mwenye nidhamu, anayependa kazi na aliyekuwa tayari kuwainua makipa chipukizi kwa maarifa na uzoefu wake mkubwa. Makipa wengi waliopitia mikononi mwake wanamkumbuka kama mlezi na mshauri, si kocha tu. Peter Manyika alifariki dunia Januari 26 mwaka huu akiwa akipatiwa matibabu hospitali jijini Dar es Salaam, ambapo ni hospitali ya Santa Monica. Kifo chake kilipokelewa kwa mshtuko, huzuni kubwa katika familia ya soka nchini, huku vilabu, wachezaji wa zamani, makipa na mashabiki wakitoa salamu za rambirambi. Hata hivyo, mwanafamilia wa familia ya Peter Manyika anayefahamika kwa jina la Lucas Mgweno ameweza kuzungumzia Peter Manyika, kile ambacho kilisababisha kupelekea umauti wake, akisema kwamba alikuwa na changamoto ya tumbo. Amekuwa akisumbuliwa na shida ya tumbo
kwa kipindi takriban kama miezi miwili hivi. Tangu alipokuwa kwenye mapumziko ya season ya ligi, alikuwa anasumbuliwa na tumbo, akawa amekwenda hospitali mbalimbali hapa jijini, na bahati nzuri alifika mpaka Muhimbili, na ndipo alipogundua kwamba kama ana dalili za uvimbe ndani ya tumbo. Kwa hiyo wakati madaktari wakiwa katika utafiti kuona kwamba ule uvimbe labda ufanyiwe upasuaji au washughulike kwa namna gani, alikuwa akipata matibabu akienda hospitali na kurudi nyumbani. Hatimaye jana asubuhi alizidiwa akiwa nyumbani, akapelekwa hospitali ya Santa Monica hapo Manzese, na kufikia leo asubuhi bahati nzuri Mungu akawa amempenda zaidi, akafariki. Lakini shida kubwa ambayo ilikuwa inamsumbua hadi kupelekea umauti wa kifo chake ni maumivu ya tumbo sana. Wachezaji wa zamani ikiwemo kocha wa sasa wa timu ya Namungo FC ambapo marehemu amefariki akiwa na kikosi hicho, Juma Mgunda pamoja na wachezaji wengine wameelezea namna ambavyo waliishi na Peter Manyika. Peter Manyika alikuwa kwanza ni golikipa jasiri, alikuwa Manyika ni golikipa mwenye ubora wa hali ya juu sana, na bahati nzuri mimi alinikuta Yanga Afrika, tumecheza naye kwa muda mrefu mpaka nakumbuka akawa amejijengea jina lake kubwa kwenye michuano ya Kagame tulipoenda kuchukua ubingwa Kampala Uganda, baada ya kucheza na Sport Club Villa kwa dakika 120, ngoma ikawa 1-1, tukaenda kwenye matuta katika upande wa matuta alidaka penalty 2 na sisi tukawa tumefanikiwa kupata penalty 4, kitu ambacho kilitufanya tuchukue kombe la Kagame. Peter tumeishi naye vizuri na alikuwa ni mtu mzuri kwa kweli. Mpaka sasa hivi ni mshtuko mkubwa ambao tumeupata, japokuwa toka anaanza kuugua anapata maradhi tulikuwa naye pamoja, lakini leo asubuhi hapa tumesikia kwamba amefikwa na mauti. Tumeshtuka kwa kweli, mpaka sasa hivi tuna simanzi. Ni kitu ambacho unaweza kusema kwamba hauwezi kukufuru kama sema vibaya kwamba Mwenyezi Mungu amempenda na amemchukua. Marehemu kwanza ni mdogo wangu, kiumri yeye ni mdogo. Huyo kucheza sio kati tushaanza kwa shacha tena kucheza kabisa. Hilo mosi, lakini kubwa lingine kwenye kariera yetu ya football coaching, naye ni mwalimu. Ni mwalimu ambaye amebobea kidogo kwenye goalkeeping coach. Na mpaka mauti anamkuta alikuwa kocha wangu wa makipa katika timu yangu ya Namungo. Ndio maana naona pia hata mimi leo nimefika hapa. Alikuwa ni mdogo wangu, rafiki yangu, mtu wangu wa karibu mno. Peter Manyika ataendelea kukumbukwa kama golikipa aliyetumikia soka la Tanzania kwa uaminifu, mchezaji wa klabu kubwa na Taifa Stars, kocha aliyebadili maisha ya makipa wengi, mtu aliyetoa mchango wake hadi pumzi ya mwisho, lakini safari yake ni kielelezo cha kujitoa, uvumilivu na upendo wa dhati kwa mchezo wa soka. Mwenyezi Mungu haipumzishe roho ya marehemu mahali pema peponi. Amina. Hakika tasnia ya soka itamkumbuka Peter Manyika.